Bana, ni nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa na mashabiki ndio wanatoka hivi sasa ambao walikuwa tayari wameingia majukwani kusubiri dabi ya Kariakoo Yanga dhidi ya Simba, lakini baada ya taarifa ya bodi ya ligi kwamba mchezo huu umehailishwa, kilichobakia ni mashabiki hao kutoka na kwenda kufanya shughuli zao nyingine. Pengine wanaweza kutoa maoni gani kuhusiana na hii changamoto ambayo leo imetokea? Jomba, kwema? Kwema, mambo vipi? Tuko vizuri. Fresh kabisa. Sasa bila shaka ulishakuwa ndani kwenye majukwaa ukisubiri kuishuhudia dabi ya Kariakoo ambayo tulikuwa tunaambiwa haina kipengele chochote, sio? Ndio. Lakini haijakuwa hivyo. Haijakuwa hivyo. Kwa namna gani mikukata? Yaani imenivunja mkali kabisa wa mpira kabisa, kwa sababu nimetoka mkoani na nimelipa VIP kabisa, yani shilingi 50,000. Alafu nakuja mechi hamna. Umetokea maeneo gani? Nimetokea Mtwara. Ndio. Kuja kuifuata dabi ya Kariakoo hatimaye imesogezwa mbele. Sogezwa mbele kabisa. Lakini ulitegemea wakati unakuja uwanjani, bila shaka kuna taarifa ambayo tayari Simba walitoa kwenye mitandao ya kijamii kwamba mchezo huu leo hawatohusika nao. Uliona taarifa na matumaini yako yalikuwaje mpaka unaingia uwanjani? Taarifa nimepata wakati nimeshafika hapa uwanjani. Yes. Wewe kabidi tu usikane tiketi na niingie ndani. Okay. Yes. Kwa namna gani pengine unaamini imewatoa kwenye reli kama mashabiki wa Young Africans ambao mlikuwa mnategemea burudani kwenye mchezo wa leo? Leo yani tulikuwa tunategemea kwanza tunawafunga goli nyingi sana. Kwa hiyo bado tu tunaendelea kuwasubiria, tutapambana tu nao. Kwa hiyo hii imesogezwa mbele lakini bado mko nao? Bado tuko nao. Unafikiri changamoto hasa ni nini? Kwa sababu ni zaidi ya mara moja dabi inaotambaa. Inaleta picha gani kwenyewe kama wadau wa soka? Hii wala ileti picha nzuri. Inabidi TFF wakae vizuri, wapange mipango vizuri. Isije karudia tena mara ya tatu. Kwa hiyo kijirudia matatizo yake tunaweza kuanzisha fujo uwanjani, tukaonekana tunafanya fujo uwanjani. Lakini sio kweli. Kwa hiyo wapange mipango, vitu visijirudie tena. Hii ni mara ya pili, itakuja tena mara ya tatu, tutachoka. Unaamini shida iko wapi? Shida iko wapi unaamini? Hapo kwenye kuamini shida iko wapi bado sijaamini shida iko wapi, lakini TFF wajitahidi kurekebisha mambo yakae vizuri. Kizungumkuti unaona. Yaani hauelewi. Sielewi, yani niko vibaya kishenzi. Kwa sababu sasa hivi nataka nikakata tiketi nirudi mkoani. Shida hiyo. Na hii tiketi hapa imeondoka. Imeondoka kabisa. Sasa sijui nifuate nani, hela yangu imekwenda. Maisha sio fresh wa Tanzania tunakokwenda huku. Lakini kuna ambao wanalalamikia mastewadi wenu ambao waliwazuia Simba kufanya mazoezi ya mwisho jana usiku kwenye uwanja. Kuna namna hii pengine unaamini iko sawa? Wanasema hiyo haiko sawa. Wanasema kisheria kwanza utakiwa kufanya mazoezi kuanzia saa 1 kwenda huko. Kwa hiyo Simba walikuja kufanya mazoezi usiku. Ndio muda wa mchezo lakini. Kwa hiyo kawaida, kuzuiwa kawaida, au litakiwa walete timu tucheze mpira. Unaamini ile haikuwa sababu ya msingi? Wala sio sababu ya msingi wao kuto kuleta timu uwanjani. Wana sababu zao. Wana sababu zao binafsi. Kwa namna gani unaamini namna ambavyo ligi imekuwa ngumu na hizi changamoto, unaamini inaweza kwenda kuathiri kile ambacho Young Africans mlijiandaa nacho, kwa sababu ubingwa mnahitaji kuutetea na wao pia wanahitaji ubingwa kama watani wenu wajani? Ubingwa wetu. Ubingwa wetu wala hatuna shaka. Yaani chochote kitokele sisi ubingwa ni wetu, tunaendelea kutetea kombe letu. Hamna wasiwasi. Hatuna wasiwasi wowote ule. Haijatoa mchezoni. Haijatoa mchezoni hata kidogo. Sisi hatuna mashaka na ligi yetu, kombe letu na tunapambana nalo. Bila shaka ulitamani sana kuona maufundi akina Pakome, kina Ikangalombo, lakini haijakuwa hivyo. Haijakuwa hivyo kabisa. Lakini na wao wanasema mmenusulika na tabu za elimu Panzu. Ni kama wanaamini mmepona. Wala tujapona. Maneno tu ya utani ama kuna uhalisia? Ni maneno ya utani tu. Hayawasumbui. Hayatusumbui. Unatamani ipangiwe tarehe ndani ya mwezi huu, mwezi ujao au la, kwa sababu bado mchezo unahitajika uchezwe? Hata mwezi ujao. Sasa tunatoka mbali sasa, kutumia nauli kila muda na kuwa ngumu. Bwana, mimi nikushukuru na pole sana, bila shaka kila laheri kwenye maandalizi ya hiyo tarehe ambayo itapangwa. Asante sana. Poa.